Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia chaneli yetu ya Mikono ya Kristo, basi leo tutaenda kuomba maombi ya kubatilisha mashauri ya mataifa na kutengua makusudi ya watu. Yamkini kuna mashauri ambayo yamefanyika mimi na wewe hatujui, lakini katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza, wamekaa wakapanga mashauri yao. Lakini kwa habari njema tutaenda kuomba ili Bwana aweze kubatilisha. Haijalishi ulisema kitu gani, walitamka mambo gani, lakini Bwana ataenda kubatilisha. Maana ukija kusoma katika kitabu cha Zaburi, ile Zaburi ya 33 na ule mstari wa 10, anasema Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba kuna mashauri ambayo yameshafanyika. Yamkini wewe upo, lakini kuna kitu ambayo tayari kishakusudiwa katika ulimwengu wa giza. Kuna mambo ambayo yameshapangwa katika ulimwengu wa giza. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anakuletea ndoto ili kwamba uweze kufahamu ajenda zinazoendelea. Ukija kuisoma ile Zaburi ya 35, anavyosema, he Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Maana yake kwamba kuna mashauri ambayo yanayofanyika, yamkini wewe hujui. Sasa tunaenda mbele za Bwana kwenda kumuomba Bwana wa majeshi aweze kubatilisha hao mashauri. Haijalishi walitamka vitu gani, walisema kitu gani, lakini kwa habari njema sawa sawa na neno lake Bwana katika kitabu cha Zaburi 33 na ule mstari wa 10, anasema Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Basi hebu andaa sasa moyo wako, twende mbele za Bwana sawa sawa na neno la Mungu, ile Zaburi ya 33, tukabatilisha hao mashauri na hao makusudi ambayo yamekusudiwa katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako Bwana. Baba, anamleta mtumishi wako. Yamkini kuna baba mmoja, kijana mmoja, mama mmoja, yamkini kuna mashauri ambayo yamekusudiwa katika maisha yake. Lakini kwa habari njema Bwana, neno lako nasema Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Nasi Bwana kutumia neno lako Bwana, tunakuja mbele zako Bwana, tunabatilisha kila mashauri yote, tunabatilisha kila mashauri yote na kutengua kila makusudi yao waliokuwa wamekusudia Bwana. Kuna wengine walikusudia afwe kwa ajali, kuna wengine walikusudia yamkini yaweze kupata magonjwa. Baba, tunabatilisha kila mashauri yao, tunabatilisha kila mashauri yao, tunabatilisha kila mashauri yao. Ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Bwana, uyabatilisha mashauri ya mataifa, uyatengua makusudi ya watu. Nami Bwana, ninasimama mbele zako sasa na watumishi wako wewe Bwana. Nasimama mbele zako, nainua mkono wangu Bwana kuambatana na watumishi wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yamkini kuna binti mmoja, kuna mama mmoja, kuna kijana mmoja, kuna baba mmoja, kuna mashauri katika ulimwengu wa giza. Bwana, batilisha mashauri, batilisha mashauri, batilisha mashauri. Yamkini kuna wengine wamempangia magonjwa, saa zingine wamemchimbia na kaburi kabisa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, batilisha, 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 batilisha mashauri, batilisha mashauri, batilisha mashauri, batilisha mashauri, batilisha mashauri kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafuta kila mashauri yao, tunafuta kila mipango yao, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Haijalishi wametoa paka na sadaka, zile ni sadaka za fedha, zile ni sadaka za damu, damu za njiwa, damu za kuku, damu za mbuzi, damu za kondoo, damu za ng'ombe, damu za watu.
lakini ipo damu ya Yesu Kristo, ipo damu ya Yesu Kristo. Naituma sasa damu ya Yesu Kristo, naituma sasa damu ya Yesu Kristo, ikafute hao mashauri yao, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo. Imani kwa hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Nami Bwana naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu, ikafute kila mipango yote iliyokusudiwa katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa kichawi, ulimwengu wa kiganga, ulimwengu wa kuzimu. Tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, uyabatilisha mashauri ya mataifa, uyatengua makusudi ya ovu. Bwana, batilisha hao makusudi yao, walikusudia apate magonjwa, walikusudia afe kwa ajali, walikusudia mambo mabaya. Bwana, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la 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 Yesu Kristo. Inatembea damu ya Yesu Kristo, inatembea damu ya Yesu Kristo. Ni damu yenye nguvu, ni damu yenye uweza, ni damu yenye nguvu, ni damu yenye uweza. Inabatilisha chochote kile kilichokuwa kimekusudiwa, chochote kile kilichokuwa kimekusudiwa katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa giza. Tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunatengua sasa hiyo mipango yao, tunaitengua kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunatengua hiyo mipango yao, chochote kile kilichokuwa kimekusudiwa, tunakitengua kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakitengua power katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, batilisha kila uovu wote Bwana, batilisha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, nimeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amina. Baba, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, ni katika jina la Yesu. Basi wewe ambaye umefuatilia haya maombi, ni maombi ya kubatilisha. Yamkini kuna kitu ambacho kilikuwa kimekusudiwa katika maisha yako. Basi kwa neema ya Mungu naamini kabisa Bwana amebatilisha na ametengua kila ambacho kilikuwa kimekusudiwa kwenye ulimwengu wa giza. Basi endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo.